Ni lazima iachane na kile amekiita kwa utoaji wa matakwa yasiyo na msingi yanayorefusha vita na badala yake itimize ahadi inazotoa kwa ulimwengu kuhusu dhamira yake ya kupatikana amani. Zelensky ametoa matamshi hayo leo wakati wake akiwahutubia viongozi wa Umoja wa Ulaya waliokusanyika mjini Brussels kwa mkutano wa wakuu wa nchi unaojadili pamoja na mambo mengine mzozo wa Ukraine. Kiongozi huyo amesema ni lazima Rais Vladimir Putin aanze kutimiza kwa vitendo ahadi anazotoa na amewarai washirika wake wa magharibi kuendelea na vikwazo dhidi ya Urusi hadi nchi hiyo itakapoanza kuondoa vikosi vyake kwenye ardhi ya Ukraine. Kwenye mkutano huu wa leo, viongozi wote wa Umoja wa Ulaya isipokuwa Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban wameunga mkono tamko la pamoja la kuendelea kuiunga mkono Ukraine, ikiwemo kuheshimiwa kwa uhuru wa nchi hiyo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Skopje. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika leo kwenye makaburi tofauti kote nchini Macedonia Kaskazini kwa mazishi ya makumi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mkasa wa moto uliotokea katika ukumbi mmoja wa starehe Jumapili iliyopita. Watu 59 walikufa na wengine 170 walijeruhiwa kwenye mji wa kaskazini wa Kochani pale moto ulipozuka wakati wa tamasha la burudani kwenye klabu moja ya usiku ambayo haikuwa imesajiliwa. Mkasa huu umetajwa kuwa ndio mbaya zaidi kulikumba taifa hilo la kanda ya Balkan katika kipindi cha miongo kadhaa iliyopita. Makundi ya watu waliovalia mavazi meusi wakiwa wamebeba mishumaa na maua walijitokeza kuwazika wahanga 30 wa mkasa huo kwenye makaburi ya mji wa Kochani. Mazishi ya watu wengine yamefanyika kwenye miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Macedonia Kaskazini, Skopje. Kandanda. Japan imekuwa nchi ya kwanza kujikatia tikiti ya kucheza michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuichakaza bao 2-0 timu ya taifa ya Bahrain katika mchezo uliopigwa leo mjini Saitama. Magoli mawili ya kipindi cha pili yaliyofungwa na washambuliaji Daichi Kamada na Takefusa Kubo yameiwezesha Japan kuwa kileleni mwa kundi C katika michuano ya kuwania kombe la dunia kwa nchi za bara la Asia. Ushindi uliopata Australia mapema leo wa bao 5-1 dhidi ya Indonesia ulimaanisha Japan ilikuwa imejisafishia njia kwenye kundi C hata kama ingetoa sare kwenye mchezo wake na Bahrain. Kombe la dunia mwaka 2026 litaandaliwa kwa pamoja na nchi 3 za Marekani, Mexico na Canada, na Japan itashiriki michuano hiyo kwa mara ya 8 mfululizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Zilikuwa ni habari za ulimwengu zilizosomwa na Rashid Chilumba, na sasa ni muda wa kuzichambua ripoti zetu. Mashambulizi katika ukanda wa Gaza yanaendelea kushika kasi. Je, kuanza upya kwa mashambulizi hayo kunalipeleka wapi eneo zima la Mashariki ya Kati? Hakika tunaweza tukasema kwamba madhumuni hasa ya wimbi hili jipya la kuanzisha vita tena ni kutaka kuupanua huu mgogoro wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Tutaangalia Goma jinsi inavyozama katika mgogoro wa kiuchumi tangu kuchukuliwa kwa mji huo na waasi wa M23, na viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana mjini Brussels kujadili uwezo wao wa ulinzi na msaada kwa Ukraine baada ya Marekani kuonesha ukaribu na Urusi. Yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, bila kusahau tunasikika kupitia redio wa shirika. Uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii unaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo bado mzozo katika ukanda wa Gaza unaendelea kutokota. Kundi la wanamgambo wa Hamas limerusha makombora katika kituo cha biashara cha mjini Tel Aviv, Israel, likijibu mashambulizi ya Israel yaliyowaua mamia ya watu huko Gaza. Suleiman Mwiru amefuatilia yanayojiri katika ukanda huo muda huu. Hali katika Mashariki ya Kati imeendelea kuzorota wakati ambapo Israel imeanzisha mashambulizi katika ukanda wa Gaza na kuwaua mamia ya watu, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Jioni hii kundi la wanamgambo wa Hamas limesema limefanya mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya mauaji wa Palestina wa Gaza ambao wameuawa na mashambulizi ya Israel ya tangu siku ya Jumanne yaliyowaua zaidi ya watu 500 kwa mujibu wa shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza lililo chini ya Hamas.
Hii ni hatua ya kwanza kwa Hamas kujibu mapigo tangu Israel ilipovunja makubaliano ya usitishaji wa vita ya Januari 19 na kuamua kuishambulia Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel limesema limenasa kombora moja lililorushwa kutoka Gaza na kwamba mengine mawili yalishambulia eneo lisilo na watu. Itakumbuka kwamba Israel usiku kuamkia leo ilifanya mashambulizi yaliyolenga makazi ya watu na kuua wanaume, wanawake na watoto wakati walipokuwa wamelala. Katika hatua nyingine, mkuu wa shirika la kimataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, Filipe Lazzarini, amesema mashambulizi mapya ya Israel yamezusha hofu na kuliweka eneo hilo katika hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Israel ilitangaza hapo jana operesheni mpya ardhini huko Gaza na kutoa kile ilichokiita onyo la mwisho kwa wakazi wa eneo hilo kuondoka, na kusema kwamba shabaha yao ni kuwakomboa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na kuliteketeza kundi hilo. Tukisalia katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, katika mashambulizi mengine kati ya Marekani na wanamgambo wa Kihuthi, ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema mashambulizi ya Marekani dhidi ya waasi hao wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran ni uhalifu ambao lazima ukomeshwe. Shambulio lilofanywa upya na utawala wa Kizayuni huko Gaza ni jinai kubwa sana na janga kubwa. Jumuiya ya Kiislamu lazima isimame kwa umoja dhidi ya hili. Wanapaswa kuweka kando tofauti zao katika masuala mbalimbali. Swala hili ni swala la jumuiya nzima ya Kiislamu. Bila shaka Marekani pia inashiriki jukumu la mkasa huu. Wale ambao wana ufahamu wa kisiasa duniani kote, wote wanaamini kwamba hatua hii ilifanywa na Marekani. Kundi la waasi wa Kihuthi lililenga meli za Marekani katika bahari ya Shamu baada ya kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 na hadi usitishaji wa mapigano Januari, wakiunga mkono wa Palestina. Khamenei ametaja pia mashambulizi ya hivi punde ya Israel katika ukanda wa Gaza kuwa ni uhalifu mbaya na kuitupia lawama Marekani. Na kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Suleiman Mweru, mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza yanaendelea kushika kasi. Kuanza upya kwa mashambulizi haya ya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza kuna lipeleka wapi eneo zima la Mashariki ya Kati? Kuliangazia hilo pamoja na malengo hasa ya vita hivi, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdel Fattah Musa akiwa mjini Tehran, Iran. Taarifa iliyotolewa na Israel katika kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya ukanda wa Gaza ni kutaka kushinikiza Hamas iwaachie huru mateka wa Israel inaowashikilia. Hicho ndicho kisingizio au hoja iliyotumiwa na Israel kuanzisha mashambulizi haya, lakini kinachoonekana zaidi ni kwamba mashambulizi haya yamerejesha tena vita ambavyo vilifikiwa makubaliano ya kusimamishwa baina ya pande mbili, na ni mapendekezo ya kusimamisha vita hivyo yaliwasilishwa na Marekani na kukubaliwa na pande zote hizo mbili. Pamoja na kwamba hadi sasa hujawa na taarifa au dalili zozote za Israel kufanikiwa kuwakomboa mateka wake hao. Makubaliano ya kusitisha mapigano awali yalifikiwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden aliyepita wa Marekani, na hivi sasa tunaona Rais Donald Trump amebariki kuanza kwa mashambulizi hayo. Hatua hii inaashiria nini hasa? Hatua hii inaweza kusema inaashiria mambo mawili. Kwanza kabisa ni kuonyesha kwamba serikali mpya ya Marekani ya Rais Donald Trump haikuwa tayari kuheshimu makubaliano ambayo serikali iliyopita nchi hiyo ya Rais Joe Biden iliyaidhinisha na yakakubaliwa na pande zote mbili za Israel na kundi la Hamas. Lakini kinachotia wasiwasi mkubwa zaidi ni kauli ya Rais Trump mwenyewe ambaye amekuwa akishikilia kwamba lazima Wapalestina wa Gaza walihame eneo hilo na eneo hilo litwaliwe au lidhibitiwe na Marekani na hasa yeye mwenyewe binafsi. Kutokana na hayo uliyozungumza, mashambulizi haya mapya yana uhusiano wowote ule na mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka kuondoa Palestina Gaza? Hofu kubwa kwa hatua hii ya Marekani kubariki mashambulio haya mapya au Rais Trump mwenyewe kuiambia Israel kwamba ifanye chochote inachotaka kuhusiana na Palestina au ukanda wa Gaza, hii inatia hofu ya kuonyesha kwamba lengo la mashambulizi haya mapya ni kutaka kufanikisha mpango wa Rais Trump wa kuhakikisha kwamba Wapalestina wa Gaza wanalihama eneo hilo. Na kuanza upya kwa vita Gaza pamoja na mzozo unaowahusisha waasi wa Kihuthi kule Yemen kunaweza kusababisha kuongezeka kwa mashambulizi zaidi katika ukanda huo ikiwemo Iran? Kwa hakika tunaweza tukasema kwamba madhumuni hasa ya wimbi hili jipya la kuanzisha vita tena ni kutaka kuupanua huu mgogoro wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu hata kundi la Wahouthi wa Yemen kabla ya kuchukua hatua ya kuzuia tena meli za Israel kupita katika eneo la Bahari Nyekundu kama ambavyo lilitishia,
au hata hatua yake ya sasa ya kuanza kurusha tena makombora kuelekea Israel, ni kwamba Marekani ikishirikiana na Uingereza zilianzisha mashambulio dhidi ya ngome za kundi hili la Wahaudhi. Hii ikionyesha kwamba vita hivi vya sasa ni vita ambavyo vimeanzishwa kwa makusudi na kwa malengo maalum, na mbali ya kwamba pengine kama ulivyoashiria ni kutaka kupanua wigo wa vita hivi hata kuvihusisha Iran, lakini si kuihusisha Iran kwa kuitaka Iran ingilie kati, lakini kutafuta kisingizio cha kuhakikisha kwamba lengo la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu la kuanzisha vita vikubwa dhidi ya Iran kwa msaada na baraka za Marekani liweze kufikiwa lengo hilo. Ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdel Fattah Musa akiwa mjini Tehran, Iran, kama nilivyozungumza naye kuhusu malengo ya mashambulizi mapya katika ukanda wa Gaza. DW tunavuma kwa kishindo.